Mtazamaji wa TAKUKURU TV, karibu katika wasaa mwingine wa kipindi chetu, na leo tunaangalia kiongozi bora. Bila shaka mtazamaji unafahamu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 29 ambapo tunaenda kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Na katika mchakato huu ni vyema ukafahamu tunapozungumzia kiongozi bora ni upi. Na katika kujadiliana katika mada hii tunaye mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila. Karibu sana mkurugenzi mkuu. Asante sana. Naam, kama ambavyo tumemweleza mtazamaji, tunaangalia kiongozi bora. Lakini kabla hatujafika kwenye kuangalia sifa za kiongozi bora, ni vyema tukafahamu dhana ya uchaguzi na umuhimu wake kwa mustakabali wa maendeleo ya wananchi. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Uchaguzi ni tendo la kidemokrasia. Sisi nchi yetu Tanzania inafuata utawala wa sheria, basi imejiwekea utaratibu wa kufanya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kila baada ya miaka mitano. Kwa hivyo ni fursa kwa wananchi sasa kuwachagua viongozi wanaowataka ili washirikiane nao katika kujiletea maendeleo. Kwa kifupi sana naweza kusema hiyo ndio hasa dhana ya uchaguzi na umuhimu wake kwa wananchi na taifa letu kwa ujumla. Na mkurugenzi mkuu umetueleza hapo dhana ya uchaguzi. Sasa moja kwa moja tuingie kwenye mada yetu ya leo. Tunapozungumzia kiongozi bora, kiongozi bora ni yupi? Na ukiangalia sasa hivi tupo kwenye kampeni, wananchi wanasikiliza sera za wagombea ili waweze kuwachagua. Sasa kiongozi bora ni yupi? Asante sana mtangazaji. Kiongozi bora ni kiongozi mzalendo au mwenye mapenzi yasiyotiliwa shaka kwa nchi yake, na kwa kweli ni kiongozi ambaye yuko tayari kuifia nchi yake. Lakini pia kiongozi bora lazima awe mwadilifu. Lazima awe kiongozi mwadilifu, kiongozi asiye na tamaa ya kutaka kujilimbikizia mali au kujikundikia madaraka na ayatumie kujinufaisha. Kwa swala la uadilifu ni swala muhimu sana. Lakini kiongozi bora vile vile lazima awe ni kiongozi au mtu ambaye yuko tayari kushirikiana na wananchi ambao anawaongoza. Kwa sababu tunajua na methali yetu nzuri ya Kiswahili, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa maana tunataka kiongozi asiwe mbinafsi, bali awe ni kiongozi anayeshirikiana na wananchi katika kuyasaka maendeleo, lakini vile vile na hata kunufaika na maendeleo, basi ashirikiane na wananchi, asiwe mbinafsi kwa kifupi. Tunaangazia kwa namna gani umuhimu wa viongozi ambao tunaenda kuwachagua katika uchaguzi huu? Ni muhimu sana kuzingatia mambo mawili matatu tunavyoelekea kwenye uchaguzi huu. Kama nilivyosema wakati najaribu kuainisha sifa za kiongozi bora, kwa hiyo lazima kiongozi tunayemchagua awe ni kiongozi asiyeendekeza vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Asiwe kiongozi ambaye yeye anataka kupata ushindi katika huo uchaguzi anaoshiriki kwa kutumia rushwa. Rushwa iwe ya pesa, iwe ya zawadi mbalimbali kwa wapigia kura ili kuwarubuni wampigie kura. Sababu kiongozi wa namna hiyo akifanikiwa kupata ushindi ni kiongozi ambaye hata wajali wananchi. Hata wajali wananchi kwa sababu yeye anachojua mkataba wake na wananchi alishaumaliza pale alipowapa hiyo rushwa, iwe ya pesa, iwe ya zawadi aina yoyote ile. Kazi yake itakuwa imeishia pale na wananchi kwa kweli watakuwa hawana la kumdai sababu wameshamalizana naye mapema kabisa. Kwa hiyo tunataka kiongozi asiyejihusisha na vitendo vya rushwa, kiongozi mwajibikaji ambaye atakujua na jukumu la kuwawakilisha wananchi, kuwaongoza wananchi na kwa jumla kushirikiana nao katika kuleta maendeleo. Si kiongozi ambaye wakishamchagua basi anapotea wamonte na mpaka miaka mitano kwa sababu alishamaliza jukumu lake kwa wananchi, wajibu wake kwa ile rushwa aliyotoa. Na baadhi ya wananchi kuwa na msemo wao kwamba mimi akiniletea rushwa nachukua, lakini kwenye sanduku la kura ninajua namchagua nani. Unawaambiaje wananchi wa namna hiyo? Niseme tu kutoa rushwa, kupokea rushwa ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hivyo hilo la kusema kwamba mimi nitapokea pesa lakini siku ya kura sitampigia, jambo la kwanza kabisa mwananchi ujue kwamba kwa kufanya hivyo unafanya kosa kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa wananchi wasishawishiwe kwa namna yoyote ile kupokea rushwa, na wagombea nao wasitoe rushwa kwa wapiga kura.
Na sasa tukiangazia tatizo la rushwa katika uchaguzi, mkurugenzi mkuu, nini hasa tunaona ni chanzo cha kuwepo kwa vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi? Kwanza kabisa kuwepo vitendo vya rushwa ni utovu wa maadili. Rushwa ni jambo ambalo linatokana na kukosekana uadilifu. Sababu kiongozi mwadilifu, mgombea mwadilifu, hata mara moja hawezi kujihusisha na vitendo vya rushwa. Ni mtu ambaye anawiwa kushirikiana na wananchi kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo ishu kubwa hapo ni ukosefu wa uadilifu, lakini vile vile na hata umaskini wa wananchi wetu. Wakati mwingine baadhi ya watu wenye tamaa za madaraka wanaamua kuteka advantage ya huo umaskini kwa kuwarubuni wananchi kwa vipesa hivyo ili wachague. Kwa hivyo watu wanatumia hali ya uwepo wa umaskini wa wananchi na kwa ujumla mmomonyoko wa maadili ndio sasa unasababisha uwepo wa vitendo vya rushwa na hiyo tamaa ya madaraka, kwamba watu wanataka waingie madarakani bila kuwajibika ipasavyo. Nasema wananchi tukatae kushawishiwa kwa rushwa, bali tuchague kiongozi ambaye tulimsikiliza, tulimfuatilia katika hii miezi miwili ya kampeni. Tunawajibika wote kupambana na kuzuia vitendo vya rushwa ili tupate viongozi wazuri, viongozi waadilifu tutakaoshirikiana nao katika kujiletea maendeleo na kutatua changamoto zinazokabili. Na tukielekea ukingoni mwa mahojiano yetu, mkurugenzi mkuu, kwa sasa tupo kwenye kampeni tukielekea siku ya kupiga kura tarehe 29. Unatoa wito gani kwa wadau mbalimbali ambao wanahusika katika mchakato mzima wa uchaguzi, tukianza na wagombea, lakini wapo wapiga kura, wapo mashabiki mbalimbali kwa vyama vya siasa, lakini wasimamizi wa uchaguzi na kadhalika? Karibu kwa ajili ya kutoa wito. Asante sana. Rai yangu kwa wadau wa uchaguzi, nikianza na wagombea, ni kwamba wagombea wasijihusishe na vitendo vya rushwa. Wasitoe rushwa kwa wapiga kura, watumie muda uliobaki kuelekea siku ya uchaguzi kuziba mashimo hapa na pale, kufanya kampeni safi, kufanya siasa safi, kushawishi wananchi kwa sera nzuri, kwa matendo yao, kwa haiba zao wenyewe wagombea. Hata mara moja wasijihusishe na kutoa rushwa ili wapate ushindi katika uchaguzi. Hiyo ni kwa wagombea. Nikija kwa wapiga kura, basi niwahusie tu Watanzania wenzangu, ndugu zangu, wasiombe au kudai rushwa kutoka kwa wagombea. Kwa sababu kama nilivyosema kwenye ile dhana kule ya uchaguzi ni jambo muhimu, ni jambo la thamani kubwa sana. Tunashukuru nchi yetu inafuata utaratibu wa sheria. Sasa mwananchi ukichezea kura yako una miaka 5 ya kupata fursa nyingine ya kupiga kura. Kwa wananchi wathamini kura zao, wathamini utu wao, kwa sababu kimsingi mtu anapokupa rushwa anakuwa amekudharau. Hiyo pesa au zawadi anayotoa ndio anakuthaminisha wewe na hicho alichotoa. Sasa wananchi hata mara moja wasikubali utu wao kuthaminishwa na kiwango chochote kile cha pesa. Wasiombe wala kushawishi au kupokea rushwa kutoka kwa wagombea ili wawachague. Na upande wa wafuasi, washabiki wa vyama, nao ni watake tu watimize wajibu wao kwa kujitokeza kupiga kura, na wakishapiga kura basi inaweza kusema jukumu lao linakuwa limeishia hapo. Suala la ulinzi wa kura si jukumu lao. Vyama vyote vina mawakala, vitakuwa na mawakala au ndo watakuwa wanalinda maslahi ya vyama na wagombea pale kwenye chumba cha kupigia kura. Kwa hiyo tuwaache wafanye hiyo kazi. Sisi wafuasi tukishapigia kura tuondoke maeneo hayo ya kura ili tukasababisha taharuki au vurugu zinazoweza zikavuruga ili zoezi zuri la uchaguzi. Tuwaamini mawakala au tuwe makini katika uchaguzi wa mawakala, uteuzi wa mawakala, ili tuhakikishe kweli wanalinda na kutetea maslahi yetu. Lakini upande wa wasimamizi wa uchaguzi nao ni watakirai wawe waadilifu. Wawe waadilifu ni kwamba wasimamie haki, wasipendelee mgombea yote, wasipendelee chama chochote. La maana kwao ni kusimamia haki, sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi ili basi mwisho wa siku tupate uchaguzi ulio huru, haki na wa kuaminika. Naam, mkurugenzi mkuu, nakushukuru sana kwa mahojiano haya. Bila shaka watazamaji wameelimika na watashiriki kuzuia vitendo vya rushwa katika uchaguzi, lakini pia wameelewa sifa za kiongozi bora. Asante sana. Asante, nakushukuru sana pia kwa kupata fursa hii ya kuongea na Watanzania na kuwahimiza kujiepusha na rushwa kuelekea siku ya kupiga kura na kuwataka kweli wajitokeze kwa wingi kupiga kura, kutumia vizuri haki yao ya kidemokrasia. Nashukuru sana.
Asante sana. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza mahojiano haya na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila, ambaye tumekuwa naye tukijadiliana kuhusu kiongozi bora. Amekueleza kiongozi bora ni mwadilifu, lakini pia kwako wewe mtazamaji utashiriki kuzuia vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Na tukumbuke ya kwamba tunayo kauli mbiu inayosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Mpaka wakati mwingine, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.